الحمد لله الذي حكم فأحكم وقضى فأبرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقى قميص يوسف على وجهه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسل سيدنا محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن سيدنا وشيخنا أستاذنا ومعلمنا وحبيبنا مصطفانا محمد رسول الله الذي بعث بشرع كالشمس وضحاها وبقرآن كالقمر إذا تلاها وبسنة كالنهار إذا جلاها، فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. يقول الله في حقه يا حبيبي يا محمد لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم سلكوا كل طريق واستفتح علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتبعوا سنة رسول الله، واعلموا أن الفوز مع المتقين، ومن لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين من الشاكرين ومن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Enyi ndugu Waislamu, nichukue fursa hii ambao kwa kweli ni fursa muhimu na ni fursa ya upendeleo na ni fursa ya pekee katika minasa hii kukuhusieni nami pia kuihusia nafsi yangu kumcha Allah, lakini pia kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa ndani ya Ijumaa ambayo Ijumaa ni afdal min ayyamikum, ni siku zenu bora, lakini pia tumepata bahati kubwa, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Mwenyezi Mungu ametupa idadi ya miezi ndani ya Qur'an, lakini miezi minne akaifadhilisha. Laqad faddala Allahu ashya'an ala ashya'. Ni desturi ya Mwenyezi Mungu, kuna baadhi ya vitu huvipa fadla na ndani yake vina mambo makubwa. Miongoni mwayo shahar Rajab, mwezi mtukufu wa Rajab. Mwezi huu umezungumzwa sana, kila kikao cha kheri, jamani, Rajab Rajab Rajab. Na hakikatan una mambo mengi, na mwezi wa Rajab una majina 28. Unaitwa shahrul asad, mwezi unaomimina kheri sana. Unaitwa shahrul mazra, mwezi wa kulima, kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini unaitwa mwezi majina mengi sana kwa utukufu wake. Sasa leo kwa sababu mwezi huu una matukio, japo mwezi wa Shaaban ndio una matukio mengi,
Lakini mwezi wa Rajab una tukio, katika matukio yake una tukio moja kubwa, na tukio lenyewe ni tukio la Isra wal Mi'raj. Ukisimulia historia ya Isra wal Mi'raj, yani ukisema Isra Mi'raj, basi tambua hizi ni safari mbili tofauti. Al-Isra rihlatu ardhiyya min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Nasema Isra taban ni safari ya usiku kutoka Maka mpaka Palestina, au Aqsa jamu yake ni qasi, maana yake msikiti wa mbali. Aqsa ni nje ya mji, ni masafa, ni mbali sana Aqsa. Lakini ukisema Mi'raj, tafasiri yake ni ngazi, ni kipando, lakini makusudio yake ni rihlatu as-samawiyya ila ma fawqa sidratil muntaha. Ukisema Mi'raj ni safari ya kwenda huko juu kwenye malimwengu mengi. Kisa cha Mi'raj ni qissatun khariqatun bil alam, ni kisa ambacho akili zetu mpaka zitafakari sana. So ni kisa kirefu sana, ni safari ndefu sana, imechukua muda mfupi. Basi kama ilivyokuwa ni safari ndefu, lakini pia hata kisa chake ni kirefu mno, na kila tukikisimulia kwenye hutuba za Ijumaa tunachukua zile sehemu muhimu, na zote ni muhimu, hizi nyingine tunamwachia nani. Kwa hiyo wakati wake haukufika, lakini tukaona tuanze kukidonyoa kidogo kidogo ili tunufaike nacho, kwa sababu hata ile siku ya Mi'raj tunaosoma 26 kwa 27, mara nyingine kinasoma magharibi na isha, hakiishi na kinaenda mbio mbio, na mbio mbio yenyewe unaweza hata usielewe. Wakaenda wakashuka, wakaenda, hauwezi ukapata faida. Lakini safari ya Isra wal Mi'raj ina mambo makubwa, mpaka wengine nasema pengine ndio nusu ya utume wa Mtume Muhammad, kwa sababu ndani yake kuna mambo mengi sana. Safari ya Isra wal Mi'raj, Isra imethubutu ndani ya Qur'an, Mi'raj imejaa ndani ya hadithi tele, na kwenye Qur'an pia ipo. Lakini safari ya Isra wal Mi'raj ikifika ile mwezi 26 kuamkia 27, wengine tunaiandamisha na saumu, tunafunga. Si vibaya na ni vizuri, kwa sababu ibada ya siku ile ina mambo yafuatayo. Kufunga siku ya Isra hatujaambiwa, lakini inatofautisha kati ya musaddiq na mukadhib, kati ya mtu aliyokubali ile safari kuwepo kwake na aliyopinga. Kina Abu Jahali walipinga, na sisi tunaisadiki kuisindikiza na saumu ya siku hiyo. Na saumu ya siku hiyo inafaa, ili ibada ya kujitolea iwe inafaa, inahitaji mambo matatu. Hasa saumu itakiwa ukifunga ibada yako ya siku hiyo isiwe inaharibu ibada ya faradhi. Kama hakuna ibada ya faradhi inayoharibika ni jaiz, lakini pia isivuruge sunna. So kuna sunna zingine ni muakkada, lakini pia ibada ya kujitolea isiharibu, isidhuru afya yako. Kama yote haya yako free, basi ni vizuri siku ile kuliandamisha na kufunga. Lakini pia Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, siku ya safari yake ya kukimbilia Palestina au ya kukimbilia Sham, akiwa anavuka katika maji, saumu ya Ashura, Mtume aliadhimisha tukio lile. So tukio lile si dogo, ni tukio la kiume, na uko mbele kwenye Isra tutalikuta tukio lile. Tukio lile si Mtume kusimuliwa na Mayahudi tu kwamba kufunga. Jibril mwenyewe alimsimulia Mtume Muhammad.
alimsimulia, alimwambia Muhammad, ungeona Firauni nilichomfanyia ungeshangaa. So zamani alimtokea Jibril Firaun, na asili ya jina yake anaitwa Farauni, amekimbia msaada. Hii Firauni ni shortcut tu, lakini asili yake ni Faraun. Na tukienda nuktatun au khutwa tutafahamu wengi, na hata tena leo tutaongea kidogo tu. Siku hizo Jibril alimfuata Jazar Faraun, akamwambia, kaja kama raia tu, bwana wewe unajiita Mungu, akitokea mtu mwingine mbele yako akajiita Mungu, utajisikiaje? Utampa adhabu gani? Akasema, linauma hilo, yani akithubutu mtu kufanya jambo hilo, basi mimi simkati shingo. Nikimkata shingo, nikimuua haraka, nitakuwa nimemstarehesha. Lazima nimsulubu, nitamuingiza kwenye maji, nitamdamirisha, nitamgharikisha, alafu atakufa kidogo kidogo, unamtoa. Kila akitaka kunywa atumie muda mrefu kutapatapa katika sakarati. Basi Jibril akasema maneno mazuri, niandikie mfalme. Akamwandikia kwa kibao. Siku Firauni anavuka kwenye maji, siku ya Ashura, maji nyuma yakajifunga. Watu wakamwambia, mzee, maji yanajifunga. Ambia, tukimbilieni mbele kabla hayajafunga. Ambia, na kule mbele yamefunga. Wakati yamefunga maji yale, akatokea tena yule mtu ambaye alimuuliza lile swali ndani ya ile gharqa. Akamwambia, mzee, unanikumbuka? Ambia, nakukumbuka. Unakumbuka maswali nilikuuliza? Ambia, naam, nakumbuka. Basi mimi sikuwa mtu, nilikuwa Jibril. Waniambia, mtu atakayedai uungu mbele yako vile inavyouma hatakufa haraka. Je, wewe ulipodai uungu mbele ya Rabbul Izza, nimetumwa mimi nikuue, ukili nitakuua haraka? Sikuui haraka, nitakutesa sana. Mpaka anamsimulia Jibril, anamsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya reiti, wallahi ungekuwepo ile siku na mtesa Faraun, ungeshangaa. Nilimteketeza, nilimwadabisha, nilianza kumsumbua kutoka roho kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni, ndio roho yake ikachukua. Sasa hizi habari Mtume anazo, lengo tumnusuru Nabii Allah Musa. Mtume akasema, lazima nimwenzi ndugu yangu kwa kufunga Ashura na Tasua, ili tuepukane, tutofautiane na Mayahudi. Angalia heshima ya Mtume, anamheshimu Nabii Musa, anasherekea ushindi wake kwa kufunga, kwa sababu alipata safari ya muujiza ndani yake. Je, yeye kama kiongozi wetu amepata safari ya Isra, kwa nini si tusimuonge mkono? Mambo mengine ya kujiongeza tu, na haimaanishi kwamba Nabii Musa ni muhimu sana kwetu kuliko Mtume, haiwezekani. Kwa hiyo jambo hili tunaomba watu hawakatazwi ibada, watu wanakatazwa maasi. Kama kuna mtu atalisha watu wataamua kufunga siku ile, mwacheni afunge, simkataze, azingatie tu hizo sharti hizo. Safari ya Isra imesimuliwa ndani ya Qur'an katika sura Bani Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Mwenyezi Mungu alipoanza kuisimulia safari ya Isra, ameanza kwa kilma subhana. Na kwa nini aanze kwa maneno ya subhana? Amechukua culture, amechukua silka, amechukua taratibu za mazungumzo ya Waarabu. Zamani za kale Waarabu akitaka kukuthibitishia habari ili upate kuiamini, hutumia sigha mbili, hutumia hurufu al-qasam, kuwapia majina ya Mwenyezi Mungu, wallahi wabillahi watallahi. Mwarabu akisema hivyo pigia mstari.
Asipotumia sigha hiyo, kutumia subhana. Akiona neno anataka kulithibitisha, ulikubali kutumia maneno subhana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu naye alipotaka kuzungumza habari hii kwa watu wote na Waarabu duniani, akaanza kwa kuzungumza kilima subhana. Subhanalladhi, ametakasika na kila upungufu yule ambaye asra bi'abdihi laylan, amempeleka mja wake usiku. Na haya maneno ni mazuri. Asra angekuwa amesema nimekwenda kweli, lakini asra manake amepelekwa, hakwenda mwenyewe. Bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, alimtoa msikiti mtukufu wa Maka mpaka msikiti wa mbali. Wa msikiti wa mbali alladhi barakna hawla, una baraka tele. Baraka gani? Fizikali baraka zake wanasema ni ardhi ambayo ina rutuba sana ya Palestina. Unachokiotesha kinamea, kama ni mahindi kweli, kwa sababu ni maburukun, ina baraka. Na ukisikia baraka, fahuwa jundun min junudillah, baraka ni miongoni mwa askari wake Mwenyezi Mungu, ametawalia ardhi ile. Wengine wanasema baraka yenyewe, kheri yenyewe ni aktharul anbiya, mitume wengi mno, bu'ithu wa matu hunaka, ni kwamba mitume wengi wametumwa pale Palestina na wengi wamekufa sana pale. Yani wewe ukihesabu katika mitume laki na, yani Palestina ni kama Watanzania kufika Dar es Salaam. Nenda mikoa yote, lakini kama hujaja Dar, wewe hujafika Dar, unaonekana kama mshamba kidogo, na ukitoka Dar unaonekana mjanja mkoani. Mimi nimetoka Dar leo. Kwa hiyo Dar ya mitume ni Palestina. Kwa hiyo usipate tabu sana. Alladhi barakna haula, maliza kabisa. So ndio tunasoma baraka, wameishi watu si wa kawaida, mitume wake Allah. Alladhi barakna haulahu linuriyahu, hapa pigia mstari, linuriyahu min ayatina, min yufidu tad'ifu. Lengo la kumpeleka linuriyahu, hapa Mwenyezi Mungu katumia kitu kinaitwa ta'dhimun nafs. Ilikuwa inatosha aseme linuriyahu min ayatina, ili nimuoneshe aya zetu, lakini akasema linuriyahu, ili tumuoneshe. Umuoneshe pamoja na nani? Ni yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini mambo makubwa yana lugha zao. Unaweza ukaniambia, Shekhe, kofia hii bwana mashaallah nzuri, na mimi nikakwambia, Shekhe, kofia hii huwa tunavaa watu kama sisi. Kwani Uthman Michael ni wangapi? Mmoja tu. Au unaweza nikakupa mwaliko, familia ya Uthman Michael ina tahtiri, au serikali ya Jamhuri ya Muungano leo ina jambo kadha, lakini kauli ya rais mmoja tu hawezi akasema rais wa Tanzania anawaalika kusherehekea. Hapana, tunawaalika. Kwa hiyo kuheshimisha mazungumzo. Hata saa nyingine katika biashara zetu mtu anakuja, Uthman, ndio wenyewe naongea hivi, nitapata mafuta fulani, ambia unaweza ukatupigia muda wote inshallah, au atupigie kina nani, na kati simu ninazo mimi, kumpa mtu uzito. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa sababu hili jambo amelikubali, mwanzo kaanza kulithibitisha kwa kilima subhana kwamba ni zito, kisha akasema linuriyahu min ayatina, lengo takatumuoneshe baadhi ya aya zetu, tunataka tumuonyeshe. Ole wako upinge hajaenda, ole wako upinge hajaona. Mwenyezi Mungu anakuambia inao, hakika yake sio na shaka, as-sami'un, anasikia hiyo minong'ono yako, al-basirun, anaona kuteta kwenu.
Kwa hiyo kinachotakiwa mseme sadaqallahul azim. Ndio maana niliposoma aya hii nikasema sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minashahidina washakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Shasema shapita. Aliendaje safari hii? Wanasema bainama nabii sallallahu alayhi wasallam fil hujri, mtume alikuwa amelala ndani ya nyumba kwenye chumba cha shangazi yake anaitwa mama Ummi Hani. Mtume ana shangazi yake anaitwa Ummi Hani. Wakati amelala mtume sallallahu alaihi wasallam pale, lakini wengine wanasema sio chumbani kwa shangazi yake, ilikuwa pale pale msikiti mtukufu wa Maka. Kwa hiyo yote yachukue, kwa sababu yote yamesemwa. Ilikuwa ni ndani ya msikiti baina rajulaini, amewekwa katikati na watu wawili. Mtu wa mwanzo Sayyidina Hamza radhiyallahu ta'ala anhu, asadu Rasulullah, ambaye Hamza alisilimu mwaka wa 5 toka mtume kupata utume pamoja na ndugu yake Umar. Wa pili ni Sayyidina Jaafar au fahtamalu hatta ja'u bihi ila Zamzam, wakambeba wenzie hawajui chochote, wakamleta mpaka kisima cha Zamzam. Fastalqauhu ala dhahrihi, akalazwa mustalqiyan, akalazwa chale mtume Muhammad. Alipolazwa chale, Sayyidina Jibril akaja akamtoboa hapa kwenye nahari, thuqrat nahrihi ila asfal batnihi, akamtia kidole kwenye kila katonge, na kila mtu halqun anayo, akampasua mpaka tumboni. Fastakhraja qalbahu, moyo ukatolewa, yakaletwa majani 3 ya maji ya Zamzam, wakawa wanaosha kupishana, akishaosha huyo anatoka na kuja mwingine, sharafa kubwa hii. Halafu ule moyo alikuwa anaosha nini? Wanazaa bihi min al-adha. La kwanza hili, cha kwanza kabisa, wakamwondoshea mtume nyongo, kuchukia, kukasirika. Mabwana, tusikasirishane, tuheshimiane, tunyenyekeane, tusameheane sana. Msikiti mzima hakuna aliotolewa nyongo, na mtu akituambia ana hasira, huyu si mzima, kwa sababu hata chizi mwenyewe ana hasira. Mtu akisema mimi sina hasira, muongo sana. Tena afya inapozidi kuwa vizuri, ndo hasira inakuwa kubwa. Takuongeza kitu cha ziada, hasira ni afya, kwa sababu mwanamume mwenye hasira sana, fanya research, pia ni mzuri sana katika ile mambo ya ndani, so damu yake inaenda mbio mno. Lakini tizama wafalme walikuwa wakiwaua watu zamani, alikuwa mfalme akiambiwa kisha kasirika, utakuta pia walikuwa wabakaji sana, so wana nguvu nyingi. Lakini upande wa mwanamke mwenye hasira ndio mwenye upendo mkali. Sasa hizi hasira hizi ziliumbwa Jumanne, ili atakayezizuia aende peponi, na kuzuia hasira ni kibarua kikubwa, si kitu rahisi kabisa. Kwa hiyo sote huko tuna nyongo, na ndio maana ukipewa uimamu msikitini hapa, mara nyingine mtu mwingine akikukera umsikilizi, kwa sababu wewe ni binadamu. Na hapa jamanini, mashehe tuwape udhuru, mashehe tuwape udhuru. Siku moja mtu mmoja akanipigia simu kutoka Arusha, akanikaribia, akaja juu, kuna kitu nilimtumia, product ya ofisi yangu ilimtumia, ikachelewa kufika. Mimi sipendi mambo hayo, umenisikia? Si nini? Basi nikampa neno moja tu, mshike adabu zenu. Nikamwambia, na wewe shika adabu yako pia. Wewe si Sheikh Osmani, inna lillahi, shekhe mzima unajibu hivi. Sasa shekhe, wewe uniambie tu, mimi nikusikilize tu. Hakuna mashekhe duniani.
hajatolewa nyongo. Wewe Nabii Musa kampiga mtu karibu moja kama si hasira nini, lakini Nabii Musa kapaniki, kamlarua mtu, nyongo anayo. Sasa hapa msiseme tumtume katolewa nyongo kirahisi rahisi, kaa kwanza ufikirie. Sasa tafsiri yake nikwambie, kwa sababu mtume katolewa nyongo, basi ukimkera ndio kwanza anafurahi. Mtu wa kawaida wewe ukimkera, ukimuudhi, ndio kwanza anafurahi. Ndivyo alivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno ya kumkera mtu pia hataki kuyasikia. Yaani akiona maneno mtu anakerwa anakaa mbali nayo. Yuko sahaba mmoja anaitwa Shukran, Sayyidina Shukran. Katika sahaba zake, kazi yake huyo alikuwa mwangalizi wa wale wanyama wa Mtume, usafi nini, kuandaa. Siku moja Mtume anatembea naye mtaani, akatokea mtu mmoja Myahudi mmoja, akamwambia, yes, afadhali nimekutana nawe Muhammad, uishi kusema yako, unasema unajua mengi, unajua habari mpaka za mbinguni. Sasa huyu ngamia wangu ana kitu tumboni na ninajua mimi na yeye. Ikiwa wewe unawaeleza watu habari zilizofichikana, na kuomba unitabirie huyu mnyama tumboni ana kitu gani. Sema sasa tukuone kama wewe hodari. Watu wengine wakaja, kashaulizwa, sema. Lakini anaongea kama mkorofi. Sayyidina Shukrani akamwambia Mtume Muhammad, na kuomba usijibu, mimi jibu lake nalo nitamjibu. Yaani hata usihangaike na kesi ndogo kama hizi. Mtume akisubiria jibu litakalotolewa, lilimtoa mbio na alikuwa hoi. Shukrani akamwambia yule bwana, acha kelele, unatusumbua. Huyu ngamia ana kitu gani tumboni? Si ana mimba yako, umelala naye au ana mimba yako shehe? Mtume hakutarajia maneno ya kifedhuli kama yale. Basi watu wote pale wameinama, wenye aibu, watu na watoto wao. Shukrani kumtizama Mtume yuko kule, ninafanya mnakasha, mbona umekimbia? Akaambia, usio unaambia watu maneno hayo. Hata ile maneno mkera mtu asikilizi, anasikiliza fakti, hataki matata. Angalia Sayyidina Anas ibn Malik, ameenda kumtumikia Mtume, ana umri wa miaka 7. Katika miaka 7 hii akamtumikia Mtume miaka 10. Anasema katika hii miaka 10 yote nimefanya kazi, sikusikia hata siku moja Mtume kuniambia, wewe mtoto nakwambia fanya hivi, unafanya hivi, nenda zako, usifanye kazi tena hapa, kunisonya. Na mimi namkera Mtume sana, lakini siku zote yuko kawaida. Kiasi mimi na wewe tunadouviana na watu wetu wa kazi, hatari kweli. Hatari. Imamu mkubwa na imamu mdogo mara nyingine wanapishana na wanapeana maneno mpaka suluhu inapita. Basi mzee, ni mashehe jamani, shehe huyu anisikilizi bwana. Mtume hata ile habari yake ile ya ndani, Anas, naomba ukoe hizo nguo, akija hajafua na hamsemi. Kwa hiyo usiseme hawana subira hao, katolewa nyongo. Tuje katika vita vya Taif, tuje katika safari ya Taif. Katika safari ya Taif palitokea mambo makubwa. Kwa kifupi, Mtume alipigwa sana mawe. Baada ya kupigwa sana mawe yale, mpaka Zaid bin Haritha anamdifai, anayezuia yale mawe. Akipigwa yale mawe, Zaid halengwi, analengwa tu. Kwa kweli alichezea kipigo si cha kawaida, na Taif mawe yake si ya kuokota. Mpaka Naswara tu anaitwa Hadas kamhurumia Mtume, kaja kumpa zabibu, ambia, ndugu yangu wewe unakata roho, kuna kidogo hizi, sikiliza neno. Wakati yale mawe yanaendelea kupigwa, yanapigwa, Mtume kanyamaza. Huyu Zaid bin Haritha kapaniki, hasira zimemshika kijana. Wanatupiga, wanaona si hatuna mikono, ataka kuwarudishia. Mtume anamwangalia, ambia, utaka ufanye nini? Kama uwezi kuvumilia basi wewe nenda, wacha wapige mpaka wamalize. Kwani Zaid peke yake? Kaja malaika shekhi.
Malaika wa Allah kaona huyu jamaa anaonewa kupitiliza, akamwambia Muhammad, sema mlima ule na mlima ule umeshikwa na malaika, tunataka tutoe jabali la kule na la huku tuyakutanishe, tubane vichwa vyao, atoki mtu hata mmoja. Wanafanyaje vitu kama hivi? Na Mwenyezi Mungu anaona hali hii. Unajua sala mtume ilikoje? Umepigwa wewe, umeshambuliwa wewe. Mtume akasema, sijakusudia watu hao waangamizwe, asa an yakhruja Allahu min aslabihim man yatawalla man qala la ilaha illa Allah. Mimi nasemaje? Penginepo hii jazba yao ya kunipiga inaweza ikawa vitu bilaksi, inaweza ikawa kinyume, wamenipiga sana, lakini pengine Mwenyezi Mungu kupitia kunipiga kwao wakaja nyuma ya migongo yao watu wenye hirs na pupa na tamaa ya dini, wakaja kuinusuru kwa nguvu kama walivyonipiga. Mimi ndio natarajia hilo. Kwa hiyo mimi nasema wasiangamizwe, waache kama walivyo. Wanasema wanawachuoni, hii ni sehemu ambayo mtume wetu au mtume wenu hapa alipata status kubwa sana. Hapa ndo walipanda cheo kikubwa, kwa sababu kawazidi mitume. Nabii Nuhu mambo yalipokuwa magumu kaomba adhabu, na anamsitiza Mwenyezi Mungu, usiniambie ya Rabbi kuna vichanga, kuna vitoto, mpaka vile vitoto vyote fajia, wala yalidu illa fajiran kafara, kila kinachozaliwa kikafiri, mpaka vitoto usibakize hata mmoja, mpaka ngelele ondosha. Na Mwenyezi Mungu akafagia. Lakini Mtume Muhammad kafanyiwa zaidi ya Nuhu. Hebu fikirieni jamani, Nuhu hajatolewa nyongo, Mtume katolewa nyongo. Asa an yukhrija Allahu min aslabihim man yatawalla. Migongoni mwao watakuja watu. Sasa si ni kushangaza, wanasema hivi, jaddihi al-khamis Muhammad Idris rahmatullahu alayhi, Imam Shafi babu yake wa tano anaitwa mzee Mus'ab. Huyu Mus'ab ni babu yake wa tano Imam Shafi, ni katika vijana wa korofi walioshiriki kumpiga mawe Mtume Muhammad. Kwa hiyo angesema waangamizwe hao kina Mus'ab, leo kungekuwa hakuna Shafi wala ndani wala ndani. Alim min Quraish, alim Qurashiyan, mwanawachuoni wa Kiquraish atatokea. Hadithi hiyo ya Mtume, yadhribuna nas akbadul ibli, watu watapiga matumbo ya ngamia, wataenda kusoma na hatopatikana zama hizo msomi kama yeye. Baadhi ya shurahu wa hadithi wanasema hii hadithi inamhusu Imam Shafi rahimahullah. Angalia daraja ya Mtume Muhammad. Huenda wakaja watu wakafanya hivyo na ikawa kweli, akapigwa mawe yale Mtume, lakini aliondoshwa nyongo. Kituo cha mwisho tupate kukoma katika safari ya Islam, lililetwa jagi la dhahabu, likawa limejazwa ndani yake busara, likawa limejazwa ndani yake hekima, limejazwa imani. Mabwana, Mtume ana matunda mawili, ana matawi mawili. Imani ambayo faafruhu fi sadri, ilotiwa kwenye kifua chake, ni imani ya muujiza. Nyie mnafanya mawaidha sana, mnafanya da'wa sana, pengine nikitoka hapa kuna mambo mawili ndio umeyashikilia. Shekhe, hotuba ya leo bwana kasema nini? Hata hujui kusema, kasema tu bwana. Wewe ungekuwepo likakupa faida neno. Ili kopi, hii ni mfano alokuwa hatari ni Mtume Muhammad. Ile imani aliyojaziwa, ana uwezo kukuhamishia imani, yani Mtume Muhammad, Allahu akbar, alikuwa na sifa ya ushawishi. Wale makafiri wa Maka wale, sio kwamba walikuwa wanatahadharishana kwamba msimuamini Muhammad, wapi bwana, walikuwa hawatahadharishani hivyo. Walikuwa wanapeana tahadhari, wanasema msije mkathubutu kumsikiliza Muhammad. Ukisikiliza neno lake moja umekwenda na maji, yani ndio walikuwa wanalinda na hicho. Na Mtume, wewe nenda na miungu yako 20, 50, 100, ukisikiliza kilima chake kimoja umekwisha. Kuna mzee mmoja anaitwa Raba
babake Sayyidina Bilal bin Rabah. Wanawachuoni wanasema wa history, mzee Rabah angechelewa kufa wallahi ingekuwa Muislamu. Siku moja alisikia maneno ya Mtume Muhammad, fa'ajabahu faqa'ada ilayhi. Alisikia maneno ya Mtume akakaa kitako akamsikiliza, akarudi kwa mkewe mamake Sayyidina Bilal. Alipofika pale akamwambia mke wangu, wallahi dunia ina mambo, nimekutana na mtu yale maneno yake ukiyafananisha na asali unakosea. Maneno matamu, maneno mazuri, yani akiongea yani mpaka nimeganda tu, na ndio hivyo. Halafu akinyamaza hasemi, anakuwa kama taa nzuri, yani uondoki umeganda mpaka wewe uondoki. Akamwambia kwani huyo nani? Ambia huyo bwana anaitwa Muhammad bin Abdullah. Kwani mume wangu anasema nini? Anasema maneno yake, anasema tuache ushirikina, tumwelekee Allah, tuache dhulma. Isipokuwa vile anavyoongea ni Kiarabu hichi yanaingia mpaka ndani ya moyo. Nataka nifunge safari nikamsikilize tena. Akamwambia anaitwa Muhammad. Ambia ndio. Ambia mume wangu ngoja na mimi nikupe picha. Wallahi usiku wa leo nimeota ndoto kuhusiana na huyo Muhammad. Nimemwota mtoto wangu Bilali anapata shida, anapata tabu jiwani, anaumia, anahangaika, anateswa. Alafu kuna mtu anaitwa Muhammad akamwambia njoo kama nikushike mkono, njoo habibi. Alipomshika kamvuta kamuingiza kwenye bustani, kwenye pepo kubwa. Basi yule Bilali akaniambia mama, nimefanikiwa wallahi, nimeokoka. Kaona wakakumbatiana na yule Muhammad wakaondoka. Mama yake Bilali baada ya kusimulia ndoto kama ile akafa, na siku chache babake naye akafa. Ina maana Bilali hata ile kusilimu kwake ni kwa sababu ya kumsikia mama yake na baba yake. Kwa hiyo mzee wake angechelewa kufa, huyo angesilimu tu. Sasa sinikwambie mtu mmoja ili nifunge hotuba. Kuna mtu mwenye roho mbaya kama mtu anaitwa Walid ibn al-Mughira. Bwana Walid ni mtu ana roho mbaya, na huyu ni ami yake kabisa Abu Jahal. Maana Abu Jahal anaitwa Ammar bin Hisham ibn al-Mughira. Walid bin Mughira nyumba yao ilikuwa na matatizo, haitaki kusikia dini ya Kiislamu, wanachuki na mtume iliyopitiliza. Siku moja alipita kwenye dirisha la Mtume Muhammad, akamsikia mtume anaisoma imani yake, anasoma Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidi huyo, Bismillahirrahmanirrahim, akarudi reverse. Huyo ana chuki, hapendi Uislamu, anawaonya watu wasisikilize dini. Akazidi kusogea pale dirishani kaganda, Bismillahirrahmanirrahim. Hapo anaangalia watu wamuone, make mtu mzima. Ngoja kwanza kidogo. Akasikiliza, akaanza kutabasamu, sema wallahi innahu la halawa, wallahi tamu kweli kweli. Angalia ushawishi wa mtume, ndio anakwenda na maji tamu. Akazidi kusikilizia aya, baada pale kashika kichwa, ambia la ilaha illallah, nisharogwa Muhammad, wewe keshaniroga, kaniroga, sikubali. Sasa akawa pale yani kama gari na slipu, huku Uislamu unamwingia kwa nguvu, huku anakataa. Basi nisharogwa, akapiga kelele. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume, fadharni wa man khalaqtu wahida, huyo niachie mimi Walid, nimemuumba mwenyewe. Wamahatu lahu waja'altu lahu malan mamduda, mempa mapesa mengi. Wamahatu lahu tamhida, memnyoshia mambo yake na anadhani nitamuongezea. Lakini nawe fakara wa qaddara, ametafakari dini ilompata na akaikadiria, sikubali, huu ni mchawi. Fakutila kaifa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basara, akakunja uso, akafanya hivi, mwisho akasema in hadha illa sihrun yu'thar, hichi kinachonipata si chochote, huu ni uchawi, tena yu'thar, uchawi wa kimataifa, nishakwisha, nisharogwa. Akaenda mbio kutangaza jamaa zake, jamaa wameingiza Uislamu kinguvu nguvu, ulitumwa upite pale. Ilman
wa hilman. Kwa hiyo mtume amepewa vitu hivi. Insha Allahu taala tukomea hapa katika safari ya Isra, nami mtajitahidi kwenda nayo kidogo kidogo bila haraka, kipengele, mtaona kweli ili safari inameuliza mikoa. Tunamwomba Allah atujalie kuwa wafuasi wa hakika wa Mtume Muhammad. Waqala azza min qailin alayhi فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه ونفسه وأثنى بملائكته المسبحة وقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه وعلى آله ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم بالأسل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد اللواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما الزهراء البتول وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة الهمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياس والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر. أقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد